Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Hizi ni habari za sasa za michezo na burudani kutoka katika channel ya Frequency TV. Nikukaribisha uendelee kuwa nasi ili uweze kupata kila ambacho kinaendelea kutoka katika uga wa michezo na burudani. Kumbukwe ni wiki ya kibabe zaidi, wiki ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wiki ya kujiokotea mpunga kwa wale wataalamu wa kubashiri, lakini pia ni wiki ambayo kupata burudani na kufurahi kama chama lako litafanya vizuri. Yes, taarifa za ndani viwandani kutoka katika klabu ya Young Africans huko Cairo, Misri, ambako tayari wameshafika Young Africans na kuanza mazoezi ukanda wa mashariki ya kati, ambako kuna baridi kweli huko, nyuzi joto ikiwa ni 16 hadi 17. Yes, ni kwamba wanateseka kidogo tu, ingawa kwa wachezaji sio shida kwa sababu wao wameshazoea, lakini pia wanacheza sana katika ardhi hiyo ya Misri. Lakini taarifa ziko zinaeleza kwamba Engineer Hersi Said ametoa neno na tamko la mwisho kuelekea katika mchezo wa makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ambao unawakutanisha National Al Ahly pamoja na Young Africans. Chaku shukuru wadau na wapenzi wa soka la Afrika, kwa hasa wa Young Africans, ni kwamba Young Africans na National Al Ahly ni watu ambao wana history, yani wanajua na rekodi zao tayari zimeshawahi kukutana. Utakumbuka katika mwaka ambao ilikuwa 2014 katika ardhi ya Misri penyewe, dunia au Afrika itaka kusimama baada ya Young Africans kumgomea National Al Ahly na kutoka 1-1 kwenda penalty, ambako Bahanuz alikosa penalty na kuifanya Young Africans kuondoka katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa Engineer Hersi Said kama kiongozi mpya amekuja kufanya mapinduzi ya kimpira au ya kisoka barani Afrika kupitia klabu ya Young Africans na nchi ya Tanzania. Ametoa maneno yake ya mwisho. Utaka kusikia hapa, nikumbushe tuendelea kwa nasi, kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Engineer Hersi Said ametoa ya moyoni na kueleza kinaga ubaga juu ya matarajio yake, na amewapa majukumu wachezaji wote, lakini kuna wachezaji ambao amewataja na kusema kwamba nyie nataka ndio muibebe timu iwe kwa nini, yani nyie ndio ambao timu ipo mabegani mwenu, kwamba ikifungwa mimi nitawaangalia nyie, ikishinda pia nitawapongeza nyie, ingawa wote mnapaswa kufanya kazi kwa bora wa hali juu. Ni wachezaji gani hao ambao Engineer Hersi Said amewataja na kuhitaji kwamba wao ndio wao muhimili mkubwa wa timu? Basi utamsikia hapa, lakini moja kwa moja lazima tu utajua kuna baadhi ya wachezaji hata usipowapa jukumu lazima wao muhimili. Mchezaji kama Maxim Pia Nzengeli ambaye anaamini kwamba kuzunguka uwanja mzima ndio thamani au kituo kikubwa cha maisha yake hasa katika burudani ya michezo, basi huna haja ya kumkumbusha nini afanye. Pacome Zouzoua ambaye anaupenda mpira wakati wote uwepo mguuni kwake, basi ni shughuli ambayo muda wote anatamani iendelee kuwa kwake. Kwa hiyo Pacome Pedro Zouzoua anaamini juu ya hilo, lakini pia kuna mchezaji kama Mudathir Yahya Bans ambaye amezoea kuibeba Young Africans mabegani, naye pia ana believe on that kwamba wapo tayari kwa ajili ya kuweza kumvaa National Al Ahly, huku Prince Dube Pumelelo Depu pamoja na Alan Okello ndio wachezaji ambao wanatagetiwa zaidi kuweza kuivusha Young Africans kutoka makundi mpaka robo finali. Yes, kundi bado gumu kweli, lakini wanapaswa kuendelea kutengeneza misingi ili waendelee kuwa bora zaidi. Kumbukwe takwimu na data za Young Africans na National Al Ahly katika kundi B ni kwamba wametofautiana tu goli 2, ambapo National Al Ahly ana goli 3, Young Africans ana goli 1, huku alama wakiwa wote wana alama 4, chini yao akiwa ni AC FAR pamoja na JSK. Kwa nini JSK yuko mwisho? Ni kwa sababu aliruhusu bao nyingi dhidi ya National Al Ahly katika hatua ya makundi. Raundi ya kwanza tu alipochapiga goli 4-1 katika uwanja